so happy for you, Dad. Works for peace. Mimi naitwa Alan Muturi Kagushia, evangelist, na nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Amen. Aya basi, ulikunja kwa kanisa ile lini? Mimi kuingia kwangu kanisa hili niliingia mwaka wa 2014 mwezi wa 7 ndio niliingia hapo. Sapi. Maisha yako ya hapo awali kama unja kunja kanisani ilikuwa namna gani? Maisha yangu kabla sijaingia mahali hapa nilikuwa katika maisha ya mateso. Sikuwa na kazi. Nilikuwa na maisha ambayo jamii ilikuwa imesambaratika pia, na ilikuwa ni maisha magumu sana. Kwa hivyo nikiingia hapa sikuwa na chochote, hata makao ilikuwa ni shida kwangu. Je, ulipokuja kwa kanisa ile ya Arise and Shine Gospel Center, maisha yalibadilika ama yaliendelea kuwa vile? Wakati nilipoingia mahali hapa mwaka wa 2014, nilianza kuona mabadiliko baada ya kupata kuombewa towards the edge of 2014, na mwaka wa 2015 ukianza, Mungu alinibariki na nikapata kazi ya kwanza ambao nilifanya hadi mwaka wa 2019 ikiwa kama muujiza, ikasimama kidogo, then kupata kazi tena mwaka wa 2020. Sapi. Basi kwa sasa umepikia wapi ama uko katika kiwango gani ya kikazi ama kimaisha? Mambo gani imetendeka wakati huu ukilinganisha na wakati ulipokuwa hauna kazi, ulipokuwa ukihangaika, lakini ukanja kwa kanisa, kaombewa, kaanza kumtumikia Mungu? Je, baada ya kupata hiyo kazi na uliendelea namna gani? Saa hii umepika kiwango gani ama uko anje saa hii? The current position, where are you in life? Bwana Yesu asifiwe. Kuongea ukweli, kwangu mimi nimetoka kiwango kwenda kingine, sababu nimetoka kazi kwenda nyingine. Kutoka niingia hapa 2014, naweza sema hii ni kazi yangu ya 3, lakini ni kwa muujiza ingine nimerudishwa kwa ile kazi nilikuwa. Kwa hivyo nimepata kuinuliwa kiwango nilipokuwa wakati nimekuwa hapa nikimtumikia Mungu both kikazi na kiroho, na maisha yangu yamebadilika sana, kwa sababu mambo ambayo singeweza kuyafanya, kudumisha jamii, kusomesha watoto, na hata pia maisha ambayo sikudhania ni rahisi kwangu kuyapata, nimeyapata. Na hata pia viwango vya kazi, nimeweza kupata kazi kiwango cha juu cha kuwa hata manager na hata kusimamia Afrika mzima kwa kampuni ambayo ninafanyia. Na zaidi ya yote nimepata pia kusafiri nchi kadhaa duniani kwa sababu ya maombi ya hapa. Nakumbuka wakati nilipoleta passport nikaombewa, na hakika nikafunguka njia za kwenda nje, na tunapoongea sasa niko na kiwango cha juu sana kazini, na pia maisha yamebadilika, na naweza shukuru Mungu sana kwa sababu ya haya yote ambayo Mungu amenitendea. Amen. Basi baada ya kuwa sasa umepata position kubwa ya kikazi na maisha yamerestore kwa sababu ya kuwa mbele za Bwana na kuwa ukimtumikia, ungependa kuelezea wale wengine ambao hawana kazi, wanataabika na kusumbuka huko nje, unaweza kueleza
namna gani? Ni kwa sababu maandiko yanasema kwamba Njooni kwangu ninyi wote mlio na mizigo mizito na kulemewa, nitawapumzisha. Kitabu cha Matthew chapter 11 verses number 28. Sasa wewe umepumzika, umeacha kung'ang'ana, umeacha kusumbuka, unaweza kueleza wale ambao wanatambika wafanye nini? Kwa wale ambao wanatumainia Mungu na wanatabika huko nje, ningependa kuwahimiza umuhimu wa kumjua Mungu na kupata kuokolewa na Mungu, na zaidi ya yote kutafuta madhabahu ama kanisa ambao unaweza pata msaada na uweze kusaidika. Kwa sababu hii ambaye mimi naweza kupea nguvu ama kukutia nguvu kwa kukueleza ya kwamba kupitia kwa kuombewa na kufunguliwa hapa katika kanisa hili, kupitia kwa bishop ambaye ni mtume wa Mungu, nimeona mambo yakibadilika. Nimepeana mfano wa kazi moja kwenda nyingine. Hii pia inahitajika uwe na uvumilivu na kujitolea sana kwa Mungu, na zaidi ya yote utii maagizo yote ambao tunapewa katika madhabahu na katika kuwa mbele za Mungu. Kwa hivyo wale ambao hawana kazi na wale ambao wanateseka huko nje, hakuna dawa nyingine. Dawa ni kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu na kumfanya msaada wako na kutafuta mahali panapofaa kupata huo msaada ambao unahitaji. Kwa hivyo wapate nguvu na Mungu awasaidie kujua mahali ambapo mnaweza pata msaada huu. Na kwangu mimi naweza sema, naweza idhinisha ama sema mahali ambapo nimepata msaada, kwa sababu nina hiyo testimony. Kama utaamua hivyo, uje hapa na utapata kusaidika kwa kuamini, kuombewa, kufunguliwa na kukombolewa, na Mungu atakuinua kutoka kiwango hadi kingine, na maisha yako yatakuwa bora kama vile ambavyo unakusudia yawe. Amen. Amen. Basi tupigie Yesu makofi. Mbarikiwe sana na uendelee hivyo kumtumaini. Amen. Kwa majina naitwa Justus Goka na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Unaweza kukumbuka wakati ulipokuja kanisani? Nilikuja kanisa hili mwaka wa 2009 na ukielekea hapo 2010. Sapi. Tangu unje ulikunja ukiwa katika hali ngani ya kimaisha? Mimi nilikuja hapa kama sina kazi, nilikuja kama sina makao, nilikuja nalipiwa nyumba kutoka mashambani. Yaani naishi Nairobi lakini yule nilipiwa nyumba anaishi mashambani. Nilikuwa na jamii lakini jamii ilikuwa mashambani sababu hatungeweza kukaa huku, na maisha ilikuwa ngumu sana. Sapi. Aya, basi ulipoingia kanisani ulianza kuabudu Mungu. Je, ulikuwa umeokoka? Wakati nilikuja kanisa hili nilikuwa nimeokoka ukweli, na nilikuwa nimeokokea mashambani na nilikuwa ninaenda kanisa la wokovu, lakini huwa ninasema na nilikuwa nimeshuhudia mbeleni kuwa kuna kuokoka na kuna kukombolewa. Ninaamini nilikuwa nimeokoka lakini sikuwa nimekombolewa. Amen. Basi baada ya kuingia kanisani na kukombolewa, je, maisha yalibadilika? Mimi wakati nilikuja hapa nilikutana na mtumishi, nililetwa na my sister, na nilikuja wakati kanisa ilikuwa ile upande mwingine, na mtumishi akaniombea na akanipa 3 months. Kaniambia 3 months naona mabadiliko, na ukweli nimepata kazi hapa, si kazi moja, sio 2, 3, na kazi zote nimepata hapa, nimepata bila kuapply. Mimi sijapeleka makaratasi kwa kazi yoyote. Kwa hivyo wakati mimi nimeingia hapa nilikuja bila kitu, mtumishi akaniombea, na ukweli after 3 months nilipigiwa simu na nikapata kazi ambayo nilienda Gilgil. Na wakati nilienda kule Gilgil nikaona tunafanya kazi mpaka Sunday, na nikapigia mtumishi nikamwambia naona si vyema kuwa ninafanya kazi mpaka Sundays,
na mtumishi nikamwambia narudi, na wakati nilirudi hapa tukaomba tena, na nikiwa kwa nyumba tu nikaitwa kazi nyingine. Hata sikumwambia nimeitwa kazi, nilimwambia kama niko kazi ndani. Nilienda tu nikaingia na nikaanza kazi, na mtumishi akaniambia ilikuwa kazi ya chini. Akaniambia hiyo kazi umepata, Mungu anainua watu kutoka chini. Na ukweli nilikaa pale kama 1 year, na 2011 nikapata kazi nyingine kama sales person katika kampuni ya AA of Kenya kama sales. Na kutoka pale nilianza kuona Mungu akiniinua, akinipigania, maisha yakaanza kuchange, nikaleta jamii huku, nikaanza kufanya vitu. Na kutoka hapo nikafanya kuwa mkubwa wa sales. Huwa nilikuwa nafanya zile tunaitanga kwenda kwa marketing, mimi nilikuwa nimesimamia. Na kutoka hapo tu nikakuwa tena manager wa AA of Kenya, nikakuwa manager of AA kwa branch kama 4, na Mungu tu akaendelea kunishikilia. Ikafika mahali 2018 tukaambiwa kampuni iko na watu wengi because ili change management, na wakati ili change tukaambiwa kuna redundancy. Mimi nililipwa for 7.5 years, nililipwa pesa yangu yote, hakuna kitu nilikosa. Nilitoka na pesa yangu yote, na nikakuja tukaendelea na maombi hapa na mtumishi, na nikapata kazi nyingine. Nikaitwa tu nikiwa kwa nyumba, nipigiwa nikiwa kwa nyumba, nikapata kazi nyingine, na hiyo nilifanya with a month. Nikikaa hapo a month nikapigiwa simu tena, na nikaenda ile kazi niko sasa saa hii kama sales wa parts inaitwa Amex. Na kutoka hapo nimeinuliwa hapo tu, sasa niko manager katika hiyo kampuni. Sapi. Basi tupigie makofi kwanza. Basi na swali lingine, ndio umetembea katika hiyo safari kumtumikia Mungu, ukimuishia pamoja na kuwa umekuwa ukimtumikia na kumuishia wakati wote wa kazi zako, na ukambarikiwa na kazi ya kwanza ukawa manager kwa AA Kenya, ukakunja ukawa manager pia kwa ile kampuni unafanyia kwa sasa. Basi kwa yule mtu ambaye anahangaika, ana kazi, anasumbuka kimaisha, kiafya na kwa njia yote ile, unaweza kumshauri nini kuhusiana na mahali hapa kwa kanisa ile la Rise and Shine Gospel Center? Unaweza kumshauri afanye nini? Asante. Mimi ushauri wangu kwa watu ambao wanatafuta kazi na si kazi, ambao wanataka kufanikiwa katika maisha. Mimi wakati nilikuja hapa nilipata watu wa kwaya walikuwa 3. So tulikuwa tunaimba kwaya tukiwa watu 4. So mtumishi ameniweka kwa kazi mbalimbali kama kusimamia vyombo, na hata nilikuwa na share na wadugu wengine hapa tukisema hiyo kazi mimi najua imenibariki. Hiyo tu kwenda kufanya kazi pale. Ile kitu naweza shauri ni kuwa ukiingia katika nyumba hii la Bwana usikuwe na haraka. Endelea kushikilia maagizo ambayo tunapewa na mtumishi. Kitu ya kwanza tunaambiwa tukuje maombi. Tukuje maombi uombewe. Sababu bila kuombewa hautaweza. Nimesema hapo mbeleni kuwa mimi nilikuwa nimeokoka, nilikuwa naenda kanisa la wokovu, lakini singepata kazi. Kwa hivyo lazima ukiambiwa ukuje uombewe, kuja uombewe, ufunguliwe ndio uweze kupata kazi, sababu ile kiwango mtumishi ako nayo sisi hatuna. Jambo la pili, kuna ibada ambazo tunaambiwa tukuje. Kuja hizo ibada. Ni ibada ambazo sio mingi, ni ibada ambazo zinatupea nafasi ya kuja, sababu ni ibada ziko after work mostly. So mimi nawasi wakuje tuabudu, na wakuje tufanye kazi ya Bwana. Ile kazi unapewa, itisha mtumishi kazi. Kitu yote unaweza ufanye katika nyumba ya Bwana. Lakini ile ya muhimu sana ni kushikilia katika imani, uendelee kuabudu. Hizo ibada tunawekewa ukuje zote na ukae hapa. Mimi wale walinete walitry kunitoa tena, lakini nilishikilia na nikasema sitatoka hapa, sababu ukijua mahali vile pako, ukijua
mtu uona ujua safari ile amesafiri, unajua umetoka wapi na unaenda wapi. Na ukiona kama kuna positivity, usirudi nyuma, usitolewe. Watu watakuja wakuambia mambo mengi sana. Kuna huyu anaombea kwa nyumba, kuna huyu anapeana kazi hapa haraka, lakini njia tu ni kutumikia Mungu na kukaa chini ya madhabahu ambayo iko na mtumishi ako na nguvu. Kwa hivyo tushikilie katika imani, tuvumilie na tufanye kazi ya Bwana. Amen. Basi Bwana Yesu akubariki sana, aendelee kukuinua. Amen. Anaitwa Nicholas Tundu, Deacon, imeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Basi kwa sababu umeokoka na Yesu ni Bwana, ulikunja kwa kanisa ile mwaka gani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuja hii kanisa 09. Sapi. Baada ya kunja kwa kanisa ile, ama ulipokunja kwa kanisa ile, hali yako ya kimaisha ilikuwa namna gani? Kwa kusema ukweli, nikikuja kwa hii kanisa nilikuwa 50-50, either niishi ama niwe siko. Lakini kwa neema ya Bwana ndio ulikuwa either uishi ama upe. Na kwa nini ulikuwa katika hali kama hiyo? Kwa kifupi, kuna kisilani ilitoka mahali ikakuwa tunakosana na kinyumbani. Sawa. Basi hali ya maisha ya kawaida ya chakula cha kila siku pia, je, ulikuwa na challenge yoyote ya kimaisha ya kawaida yako kibinafsi? Yes, nilikuwa na challenge. Nikikuja hapa sikukuwa na anything. Nilikuwa na mtoto mmoja anasoma secondary, wengine walikuwa wanasoma, lakini kuna mmoja alikuwa secondary. Na by that time fees, school fees ilikuwa kidogo, ulikuwa hata ukipeleka 200 inachukuliwa cash, lakini hiyo ilikuwa sina. Ilikuwa niombe mtu anitumie 200 ama 100 nitumane kwa school fees ipelekwe. Sapi. Basi ulipokunja kwa kanisa wakati huo, the year 2009, je, maisha yako yalibadilika ama yaliendelea kuwa pile? Kwa kusema ukweli, hiyo 2009 sio ati ndio nilikuwa nimekuja Nairobi. Nairobi nilikuwa nimekuja kitambo 80s. Lakini ilikuwa naishi kwa maisha ya ile kusonga mbele, siku moja, siku mbili kurudi nyuma. Sapi. Je, maisha yalibadilika kutoka wakati huo ulipokunja kanisani? Tangu niingie kwa hii kanisa nimeona mkono wa Bwana. Yes. Ni mambo gani mabadilika? Je, watoto wako walisoma ama walilemewa na kusoma? Tangu niokoke na niingie kwa hii kanisa, ule mtoto walikuwa nasoma alimaliza shule na wengine wakasoma wote. Kama wangapi? 4 walisoma wote. Wamemaliza secondary? Walimaliza secondary. Mmebaki na wangapi secondary? Niko na mmoja ambaye anakalia mtihani this time now. Sapi. Je, una challenges za kulipa school fees ama una changamoto za kulipa school fees? Kwa sasa hivi hata sina balance kwa shule. Sapi. Kimaisha, jinsi ambavyo unavyoishi, umejenga nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Nimejenga nyumbani, na mbali sio kujenga peke yake. Nimeneemiwa na Mungu mambo mingi sana. Nimejenga, nimenua mashamba kupitia kwa hekalu, kwa maombi ya hekalu. Yes. Mboma umejenga ukamaliza? Nimejenga nikamaliza. Kuna kitu kingine chochote umejenga? Una shamba, una ploti? Nimenunua mashamba
niko na plot, bali si moja, ni mingi. Sapi. Basi unafanya kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Nikikuja hapa nilikuwa nafanya kazi ya kuuza viatu kando ya barabara, na wakati niliingia hapa Bishop alijua mahali na usianga, na wakati niliokuja kwa maombi akaniambia sio kazi yangu. Akaniuliza ni kazi gani nyingine unajua? Sikutaki kwa barabara, baraka zako haziko hapa, ni kazi gani nyingine unajua? Nikamwambia najua grocery. Basi wakati tulikuwa naomba huko Jangwani, huko Embakasi Jangwani, ndipo nilienda kuombewa na Bishop akaweza kuniambia nitapata nyumba ya kazi na niweke kazi anitaki kwa barabara. Je, ulipata hiyo nyumba na uliweka hiyo kazi? Kwa hiyo wakati tulikuwa tunaombewa na kitu inatendeka, kwa hiyo wiki niliombewa na nikatafuta nyumba ya kazi na nikapata. Je, saa hii uko na biashara? Niko na biashara. Ngapi? Bishop, wakati huo niliweka biashara moja, niliweka duka moja ya grocery, na saa hii niko na biashara hapa Nairobi ni 4 na nyumbani ni moja. Sapi. Basi kwa hivyo ni kusema kwamba maisha yako kila upande yako sawa, kila upande zote ya maisha yako sasa unajisikia yako salama? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ile kitu naweza kusema ni ukiingia kwa hii kanisa ama ingie kwa hii madhabahu, mambo inapandilika. Vile niliingia, hata mambo ingine kusema nasikia natetemeka. Nitasema kwa ufupi, hii mwezi tukianza, wakati huyo kupandia mwezi mpya, tuliambiwa kutakuwa na mafuriko na Mungu atatuletea mambo ingine mpya. Tukaombewa na hiyo 2 wiki nikakuja nikaambia Bishop unataka maji, niwe na maji yangu. Kwa miaka 3 tulikuanga na maji na ikakatwa na tingatinga kashimba barabara ikapomoa. Nikaambia Bishop unataka maji na tukaombea hiyo jambo, isipokuwa tukaombea hiyo jambo. Ile kitu ya kustua sana, tuko na miaka 3 sina maji nyumbani, lakini wakati tuliombewa tupungue hii mwezi, Bishop sasa niko na maji. Amen. Ile ambapo si yangu ya kushimba na ile tulikuwa tunatumia. Yes. Ile ya first aid. Sapi. Basi kwa maana sasa maisha sasa yako sawa na uko mbele za Bwana, unaweza kushauri mtu ambaye anataabika, anasumbuka na maisha, unaweza kumshauri afanye nini? Kwa sababu wewe umeshakuja kanisani, pile ambavyo umeelezea na pile ninavyomjua ya kwamba ulikunja ukiwa chini, ulikunja ukiwa hauna kazi stable, ulikuwa unauza viatu kwa meza, lakini Mungu akakubarikisha, ukapika kiwango cha kwamba sasa uko na mboma umejenga ukakamilisha, uko na maploti ambao umejenga kulingana pile ninavyomjua na vile unavyoelezea. Zaidi ya hiyo, unasema umebarikiwa na kila kitu kwako imekuwa salama, amani pia umepata na ndugu zako na watu wote. Kwa hivyo basi unaweza kuambia mtu ambaye anapitia changamoto za kimaisha afanye nini kwa wakati kama huu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile kitu naweza kusema ni yes, kuokoka na kwenda kanisa ni sawa. Nilikuwa naendanga tu kanisa, lakini haikuwa inasaidia. Ni utafute mahali kuna kanisa unaweza saitika, na mbali na hiyo ukuwa mwaminifu. Ukikuwa mwaminifu, mambo yote itakuwa sawa. Kuna jambo ningependa kusema sana sana, sisi tuko hapa. Kama wewe ni mgeni hapa, hapa Yesu anatenda.
Nitarudi nyuma kidogo tu kwa mwaka mmoja. 2024 nilipatiwa notice ile nyumba nafanyia kazi kwa miaka 16. Nikaambiwa Januari 2025 utoke hapa. Na wakati mwenyewe aliniambia namna hiyo, nikajua niko na mahali ya kukimbilia. Mimi nilikuja asubuhi yake mbio, nikaambia Bishop, mahali niko nimefanyia kazi miaka hiyo yote, nimeambiwa unajengwa ngorofa. Mwenyewe amesema hivyo. Bishop akaniambia hata hii hatutaombea, si ni mali ya mwenyewe. Kama anajenga ngorofa ni sawa, kama anjengi ataimba wimbo. Mimi nilikaa kutoka mwezi wa 9 2024. Nilikaa nikaona akiniambia, nikakaa tukapika Januari. Ila Januari hajaniambia kitu. Nikaambia Bishop, hakuna kitu ameniambia, kaniambia wewe tulia. Ila kitu mwenye ploti niambia sasa nimeacha kujenga, wewe tengeneza hii nyumba vile unataka vizuri, uendelee na kazi. Na Bishop akaniambia kama kweli atajenga utapata nyumba karibu ile unataka. Na kwa hiyo wakati tupike Januari tulipata nyumba nzuri sana ya mawe ya ngorofa chini, nzuri kabisa, imewekwa tiles. Lakini mwenyewe akaniambia nyumba nikalipa, mwenyewe akaniambia endelea, nitakutengenezea vizuri uendelee na kazi. Kwa hivyo basi ni vyema, Bwana akubariki na akuzindishie, endelea kushikilia wokovu na kumshia Yesu Kristo. Na pia wale ambao hawajaokoka na wapitia changamoto, ushuhuda huo mmesikia, ukiingia katika nyumba ya Mungu maisha yatabadilika. Mahali hapa Mungu akishainua mtu huinua kabisa. Hatujaiona mtu akishuka, tumeona watu wakipanda kutoka utukufu kwenda mwingine. Kwa hivyo karibu sana Nicholas, na mbarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina yangu naitwa Moffat Mutinda. Sapi, ulikunja kwa hili kanisa la Arise and Shine lini, Moffat Mutinda? Mimi nilikuja hapa mwaka wa 2021. Sapi. Ulipokunja kwa kanisa ulikuwa katika hali gani ya kimaisha? Mimi before nikuja kwa hii kanisa nilikuwa nakaa maisha ingine ya umaskini sana. Sapi. Nilikuja hapa nikaenda Mlolongo. Nikaanza kukaa na watu wa nyumbani. Kukaa na watu wa nyumbani, wengine hawakuwa wananitaka. Ndio nilikuwa maskini. Hata saa zingine nilikuwa nalala njaa. Sapi. Alafu basi ulipoingia kanisa, je, maisha yalibadilika? Maisha ilibadilika vizuri. Yes. Nilianza kuuza manguo za mtumba. Ukahubiri hapa siku moja ukasema utaki biashara ya mtumba ama piatu za Kikomba. Hiyo kitu ikaniuma sana, nikajiuliza hapo ndio huwa natoa sadaka ama fungu la 10. Nikapanda hapo juu, nikakuuliza Bishop, umesema utaki biashara ya mtumba, mimi itafanya aje? Ukasema pole, ni Mungu alikuwa anaongea. Waje tuombe Mungu atafungua njia. Kutoka hapo sikumaliza 2 weeks. Nikaenda kwa kampuni nyingine, Papers ya breeding. Nikaajiriwa kama cleaner. Nikaanza kupata pesa kidogo kidogo. Ndio. Kwa hivyo basi ulipata ile kazi ya mtumba ya viatu na nini ambao nilisema kwamba hiyo siitaki, na nikasema kwamba Mungu akufungulie njia, na tukaomba na ukapata hiyo kazi uliyopata. Je, ulipopata hiyo kazi ilikupatia pesa iliyokuwa tofauti na wakati ambapo ulipokuwa ukiuza mitumba? Yani ukikombea na wakati ulikuwa unauza mitumba na wakati ulipopata kazi, kuna utofauti wowote? Kuna tofauti kubwa sana juu. Kutoka hapo mimi sikuchoka. Niliendelea na kufanya hiyo kazi. Nikaanza kutoa fungu la 10, lakini sikuwa natoa vizuri tu. Nilikuwa nalipa per wiki. Nikaomba Mwenyezi Mungu, nikamwambia Mungu, naomba unisaidie nipate kazi ya end month. Nipewe contract ama niachiliwe permanent. Nikakaa nikingangana. Ukisema kuna kitu kanisa inatakikana,
hata kama sina pesa, nilikuwa nasimama hivi. Ukisema watu wasimame, nilikuwa nasimama hata kama natoa 200, 500. Nilikuwa nakopa. Sasa mimi nikakaa kidogo. Last year mwezi wa 11 nikaitwa kwa kampuni, niliitwa na Kikuyu. Nikaenda kufanya interview. Before nifanye hiyo interview, nilivuliza 300. Nikatoa fungu la 10. Nikauliza Mungu, nitakaa nikitoa 300 badala nitoa 1000. Mimi sitaki ya aibu dogo. Mimi nikakupigia simu nikakuambia kuna mahali nimeitwa kazi, nataka uniombee. Kutoka hapo ukakaa kidogo, nikaitwa, nikaingia kazini. Sasa kiongea saa hii, mimi maisha yangu iko sawa kabisa juu before nipate mshahara, hata huwa naambia watu kwa kampuni, nikiwa hapa mbele ya madhabahu, Mungu ananiona. Before nitumie hiyo pesa, huwa natoa fungu la 10. Hata siwezi nunua kitu ya nyumba, hata siwezi lipa deni yoyote. Kitu ya kwanza ile niliambia Mungu kutoa fungu la 10. Hiyo ndio huwa nafanya. Sapi. Basi ulikuwa unatoa 300 kipuliza. Siku hizi ulipandisha kiwango ama ni pale pale? Nilipandisha kiwango. Unaweza niruhusu niongee niseme ama hiyo unaonaje, mtumishi wa Mungu? Ukisikia uko uhuru unaanza kusema. Mimi nilianza kutoa kutoka 3,000, not 300. Sasa hii huwa natoa zingine 3,000 kutoka 300. Sawa. Basi kitu kingine. Kwa hivyo basi maisha yalibadilika, na saa hii kwa wale ambao hawajaokoka na wanakaa huko nje, wengine wanaenda kwa waganga, wengine wanaenda kwa manabii wa uongo, ungeweza kuwaambia nini kuhusu kanisa hili? Hili kitu naweza sema, utaniruhusu kidogo, kuna kitu nimeruka, ilikuwa inaniuma sana. Hapo kwa umaskini, nilikuja hapa Pipeline, nikaanza kukaa na vijana wa nyumbani. Ile kitu ilikuwa inanisumbua. Unakaa na mtu anakuambia, Movat, ukimaliza kukula, Movat, ondoa hii karai, uweke hapa. Movat, tukimaliza kukula, huwa tunapanguza meza. Movat, kwa nini umeacha viatu kwa mlango? Movat, kwa nini hujachota maji? Yaani ni stress tupu. Sasa au mavijana wakitembelewa, tuseme warembo wao ama wasichana, saa 4 ya usiku ama saa 5, nilikuwa nafukuzwa nje. Wewe Movat, toka hapa. Mimi nimepata mtu wangu. Kwenda kwa mwenzako. Mimi sitaki mtu hapa kwa nyumba. Kuna siku nilifukuzwa kwa nyumba saa 5 usiku. Nikaenda Makandara. Kwenda Makandara kupata mwanamke. Kuna mwanamke alikuwa landlord Kikuyu. Kukakaa after 5 minutes na nikasikia mlango ngongongongo. Mimi sitaki wageni hapa. Hii plot iko na wezi. Ni saa 5 na dakika 40 usiku. Nikamwambia mama, mimi natafuta mahali pa kulala, sijui nitaenda wapi. Toka. Enda. Nikamwambia mama, hilo umenitendea, Mungu amekuona. Mimi nikaenda. Kutoka Makandara mpaka Jogoo Road. Kaenda study. Kuchukua ngari za kwenda Ruben. Ni saa 6. Nikajiuliza nitaenda wapi? Nikaenda kwa shemeji. Na unajua Ruben ni ya wakora. Nikaingia kwa hoteli nikanunua mkate na supu. Saa 6 nikangonga kwa shemeji. Aliniangalia hivi, karibu atoe machozi, akaniambia, Movat, fanya hivi. Wewe tafuta nyumba. Mimi nitakuopesha pesa. Ile siku utapata, utanilipa pesa zangu. Nilikuwa nateseka sana. Ile kitu kingine umeniuliza kuhusu hii church. Mimi maisha yangu iko sawa kabisa. Naendelea na kungangana. Mimi ni kijana mwanzo. Mungu amenitoa mbali sana. Na wale hawana kazi, naweza waambia wakuja kanisani. Na ukipata chance usichague kazi. Lakini siwezi kuambia uende ufanye kwa klabu. Hapo siwezi kukuambia hivyo. Kitu kingine ni kutoa fungu la 10, kujitolea.
Ukiingia kwa hii madhabahu, mtumishi wa Mungu akikuwekelea mikono, uwezi kaa na umasikini. Umasikini ukiingia hapa, kama utaamini, inaisha. Sasa kitu kingine, kwa mganga ana faida. Mwenyezi Mungu ndiye ako na faida. Hata usidanganywe na manabii. Mimi nilikuwa nateseka. Nenda pasa niombe nipate kazi. Hakuna kitu. Nikazunguka hapa Nairobi. Nikaletwa hapa na ndugu yangu. Sasa yuko hapa. Mimi nikatulia hapa. Mtumishi wa Mungu akaniambia, "Mova fanya hivi. We, kaa hapa kwa hii kanisa. Alafu utaenda mbali." Pia mimi ni muimbaji. Nikaambiwa utaanza kuona matokeo. Mimi nikaanza kuitoa function ya pesa mingi. Naweza enda mahali nilipo pesa mingi sana juu ya uimbaji. Nikaambiwa, "Movat, enda ukae kwa nyumba yako, usikae na mtu." Kuna watu wanaweza chukua baraka zako. Sapi. Kwa hivyo kutoka saa hii unaishi sasa na jamii yako, unaishi na nani? Mimi niko na bibi na mtoto. So unaishi kwako na jamii yako. Mimi niko kwangu. So unja mpanganisha na mtu mwingine, ni wewe na jamii yako. Mimi na jamii yangu. Sapi. Basi umbarikiwe sana na uendelee hivyo kumtumikia Mungu na Mungu aendelee kukuinua. Amen. Basi tupie. Kwa majina kamili naitwa Nyambura Mapenge. Sapi. Ulikunja kanisa ile lini? Well, I think nilianza kuja huku last year ama early this year. Tembea tu. Sapi. Aya, basi weka mic karibu. Aya, basi tangu uingie kwa kanisa hii uliona mabadiliko, na kabla ya mabadiliko ulikuwa katika hali gani ya kimaisha? Ulikuwa katika hali gani ya kimaisha? Well, kabla nikuja hapa siwezi sema nilikuwa na struggle sana, but niko 50-50. Si struggle lakini ina struggle. Unang'ang'ana. Basi ulipokuja kwa kanisa hili, je, maisha yalibadilika? Ilibadilika. Ni mambo gani unaweza kusema Mungu amekutendea tangu pika hapa? Niliweza kupata kazi penye nilikuja hapa. Kuna siku Bishop aliniambia nimtembelee, ni tuongee, and through obedience nikakuja, na kutoka kwa maongezi yetu nikaweza kupata mawaidha kadha, na akanirifa mahali kwenye pia yeye hakuwa sure, alafu nikaenda nikapata job. Sapi. Ninaweza nikakumbuka ulipokunja, sababu nilikuagiza unje kanisani na ukanja huku kaidi, na nikakwambia duka ambaye ninaona iko karibu na kanisa ambaye ilikuwa ni club, nimeona imewekwa macherahani. Nikakuuliza, nikakwambia kwa sababu umesomea vitu kama hizo, sijui kama unaweza kupitia hapo. Ilitendeka nini? Unaweza kutuelezea? Well, tulikuwa tumeongea kuhusu vitu mingi, and that was literally at the back of my mind. So venye nilikuwa natoka kwenda nyumbani, I believe ni Holy Spirit alinikumbusha kuna mahali pastor amekwambia uangalie, na nikaamua tu nipitie hapo. And kufika hapo nikapatana na mwenye biashara, the CEO, and nikamuuliza kama wako na any job offers, and akaniambia ngoja tu hapo, akanipea something to do. Surprisingly, she even gave me a cup of tea, and at the end of the whole thing she told me welcome to the team. So the following day I was supposed to report and sign a contract. That's how it happened. So ulipata kazi? Ulipata kazi hapo? Yes, sir. Ni vyema sana. Basi mpendo huyu alinitembelea, pili nilimwangiza anje, na
Aliponitembelea tukazungumza, hata tukaingia mwingine tukamwombea, akaenda, nikaendelea kumshauri, na sababu kuna hiyo nduka nilikuwa nimeona na sikuwa nimeuliza chochote, nikamwambia anaanza kupitia hapo, na kweli alipitia na akaweza kupata kazi ambaye hiyo nduka ama mahali anafanyia kazi imeshikana na kanisa. Kwa hivyo Mungu alimbarikia next from the church. Hakika ni mkono wa Mungu, kwa sababu siku hizi kupata kazi si kitu rahisi, na ilikuwa ni mkono wa Bwana. Sikujua nini kilikuwa kinaendelea kwa hiyo nyumba, lakini nilipomtuma hapo akaniambia ni kampuni iko hapo, na hao ni watu wanashona manguo ya makampuni, na ikawa ni muujiza kwa Bwana na amemtendea. Maandiko yanasema hatua za mwenye haki huongozwa na Mungu. Kwa hivyo Mungu alikuongoza ukaenda pale, sababu watu wa hapo mimi siwajui, na Mungu ndiye alikubarikia na akaanza kazi kwa maisha yako, na kwa sababu ameanza atakupeleka mbali. Bwana akubariki. Amen. Basi niseme kwamba kwa wale ambao wanachezea unabii, huyu ndanda alikunja na andi yake, na nikawa separate, nikamwambia wewe sasa, sababu alikuwa amekunja wakiwa wawili, nikamwambia wewe kesho kunja pekee. Na alipokunja peke yake, kumbe namuitia kazi, na Mungu alimpungulia njia na alipata kazi. Wakati nabii anaponena, wakati mwingine unaweza kosa kuelewa, lakini kile ambacho nabii anapokuambia unapofuata, Mungu atakutendea, kwa sababu maandiko yanasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Na ni vizuri sana kila wakati unaposikia maagizo yote fuata, sababu yanaanza kukuletea baraka. Pia maandiko yanasema kwamba do not despise the humble beginnings. Umesikia ule ndugu ametangulia anaitwa Mompati, yule ameshuhudia kamera huyu ndanda, amesema ya kwamba alianzia mahali, hatimaye Mungu akamuinua na akamsaidia. Huyu naye ameanza tu mahali, anza chini tu, na Mungu atakuinua kutoka hapo kwenda utukufu na kwenda utukufu mwingine. Kwa hivyo unabii ama ukikaa na nabii ni vizuri kutii sana, sababu nabii anaanza akakunenea mambo na akakuletea baraka. Ukipigana na nabii utakuta kwamba unapigana na Mungu, na ukipigana na Mungu utapata madhara. Hivyo basi, Bwana Yesu asifiwe. amen. Kwa majina naitwa Rebecca Maruti ama Leonard. Sapi. Je, umeokoka? Nimeokoka, nampenda Yesu. Sapi. Kiongozi wa maisha yangu. Amen. Na basi ulikunja kwa kanisa hili lini? Katika kanisa hili sijakaa sana, na tena mimi sio mgeni sana. Sapi. Je, kuna ushuhuda wowote ambao unaweza kutushuhudia Mungu, jambo lolote Mungu alikutendea tangu uingie hapa? Kuna kitu chochote? Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa muda ule ambao nimekanyaka katika madhabahu ya Bishop wetu Yandi, hakika nimeona mkono wa Mungu. Jambo la kwanza, mimi kwangu ni kule Uganda, na nimekuwa na shida ya shamba. Tumekuwa na shamba kule Uganda, shamba ambalo lilikuwa la ukoo wa kina mzee, shamba kubwa sana, na tukawa na shida katika kugawa hilo shamba. Lakini nashukuru Mungu, tangia nikanyage hapa nimekuwa nikiomba, naye Mungu wa madhabahu ya Bishop hajaniacha, amenijibu. Mzee alienda Uganda mwaka jana, wakaenda wakagawa mashamba. Vile tunaongea hivi, kusema ukweli, mimi niko na eka zangu karibu 5. Hata sasa hivi mzako kule nyumbani anajenga. Amen. Usipige simu. Sapi.
Kwa hivyo kuna jambo lingine lolote ambalo unaanza kushuhudia Mungu amekutendea tangu kufika kwa kanisa hili? Amen. Mimi niko na ushuhuda mwingine kupitia kwa bishop wetu. Imekuwa siku ya, naweza ona kama ni kidogo, lakini mimi mwenyewe naona kama ni kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Imekuwa siku ile Raila ameletwa kutoka India. Ile siku ilikuwa holiday, nami nikawa naenda kazi. Sisi hufanya kazi mpaka holiday. Ukifanya kazi siku ya holiday unalipwa, unapewa double days, 2 days. Usipofanya kazi unalipwa, lakini mimi nikaamua niingie kazi ili nikapate siku 2. Nilipokuwa natoka kwangu naenda kazi, ilikuwa masaa ya 4 asubuhi. Kusema ukweli wapendwa, sikukuwa na anything, sikukuwa na fare. Simu yangu nilikuwa na 40 bob. Na kwa nyumba nimewaacha watoto, sijui wanakula nini. Nikaondoka, nilipotoka kwa nyumba kidogo tu nikakutana na bishop kwa barabara kama anakuja kanisani. Nikaenda nikamsalimia. Tukaongea pale na bishop kidogo, nikamuelezea. Bishop akaniuliza niko aje, nikamuelezea, nikamwambia ukweli bishop, mimi huwa sikuji kanisani kwa sababu inaweza fika Jumapili sina sadaka. So naogopa kukuja ndani ya hekalu la Mungu bila sadaka. Lakini tulikaa na bishop pale kwa barabara kwa dakika kama 5 akijaribu kunihimiza, kuniambia kwamba ukikosa sadaka usikose kukuja kanisani, maana sadaka ya kwanza kanisani ni mwili wako we mwenyewe. Sikuweza kuambia bishop ya kwamba sina fare ama sina pesa yoyote. Tuliongea hivyo, bishop akanitia moyo kwa mambo mengi sana pale kwenye barabara. Tukawachana, mimi nikaondoka nikienda kazini. Nilipokuwa naenda job, hakika Mungu alitenda. Na nilijua ya kwamba Mungu alitenda kupitia kwa himizo ama mawaidha ambayo nilipatana na bishop na akanihimiza. Kufika pale aviation, juu nilikuwa naenda kazi, mimi nafanya kazi Panari Hotel Mombasa Road. Na nilikuwa nimejitolea nitembee mguu hadi kazini. Juu naona hii 40 bob naweza fika huko nitumanishia watoto mboga wa kule lunch. So nikienda hivyo kufika pale aviation ndio nishike barabara ya kwenda Taj Mall, nilisikia message. Kutoa simu hivi nilipata mtu ambaye alikuwa na deni langu miaka na hata nilikuwa nimemblock, amenitumia pesa. Na nikafurahi sana, nikajua ya kwamba hiyo baraka imetoka kwa bishop wetu. Kama huenda singekutana na mtumishi wa Mungu pale kwa barabara, nimwambie shida zile nilikuwa nazo, anihimize, anitie nguvu, huenda ningetembea hadi kazini. Lakini nilifurahi kwa sababu nilijua Mungu ametenda kupitia kwa mtumishi wetu, bishop wetu Yandi. Sapi, unaweza kutuambia ni kama pesa ngapi uliyotumiwa? Okay, huyo mtu alikuwa na 4,000, pesa kidogo tu 4,000, lakini kwa wakati yule alitumia 2K. Yes, sapi. Basi ni vyema sana kwa kusikia vile Mungu alivyokutendea, na ungependa kuwahimiza wale wengine ambao labda hawana kanisa, unaweza kuwaambiaje kuhusu kanisa hili na kuhusu vile Mungu alivyokutendea muujiza baada ya mimi kuzungumza na wewe? Na ukweli huku niambia una pea, kwa sababu ningekupatia pea, lakini tuliongea na tukamaliza na tukaachana, na Mungu naye akakufungulia njia akakupatia pesa. Amen. Sababu unasema ni kwa sababu kweli ulikutana na mtumishi wa Mungu. Amen. Ni kwa sababu pia watumishi wa Mungu tembea na Mungu, na wakati hata kama hujamwambia Mungu anajua shinda zako. Sasa yule mtu ambaye hana pastor wake, hana kanisa, unaanza kumwambiaje? Kwa yule mtu ambaye hana kanisa, mahali popote alipo, mimi ningependa tu kumwambia ya kwamba kama hauna mahali ambapo unaingia, tunakukaribisha katika madhabahu haya ya Bishop Yandi. Haya madhabahu ni madhabahu ambayo ni ya ukweli, ni madhabahu ambayo inatoa mtu kutoka mahali hakuna mpaka inamuweka mahali ambapo anaonekana. So naomba tu wale wote ambao wako kule nje, pengine unasumbukana, huna mahali pa kuingia,
ingia katika kanisa la Bishop Yandi katika haya madhabahu na utaweza kubarikiwa. Katika haya madhabahu mimi nimebarikiwa na na imani ya kwamba nitaendelea kubarikiwa zaidi. Amen. Basi Yesu akubariki na kuzindishie wema wake na akupanulie mipaka. Karibu tena. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Consolata Kioko. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, nampenda sana. Amen. Basi unaweza kutuelezea ulikuja kwa kanisa ili lini? Nilikuja kwa kanisa 207 lakini hakukuwa na kanisa. Tulikutana kwa rafiki saloon mahali, Bishop akitembelea tu rafiki yake, nikaambiwa na huyo rafiki kuna mtumishi wa Mungu anakuja, kwa hivyo kuja siku moja tukutane na yeye. Sapi. Kwa hivyo ulianzana na mimi hata kabla sijaanzisha huduma, kwa sababu nilianzisha huduma mwaka wa 2008. Ndio. Basi tulipopatana na wewe ulikuwa katika hali gani ya kimaisha? Je, ulikuwa umeokoka? Nilikuwa nimeokoka, lakini sasa sijui kama nilikuwa nimefanywa deliverance. Nilikuwa nimefanya kazi uchumi, tulikuwa na store ya kuuza cosmetics. Kuna mama alikuwa anatoa US analete tunamuuzia. So uchumi zikafungwa, nikabaki sina kazi. Sapi. Ulipobaki sasa basi una kazi. Ulikuja huku, ulipokuja huku ulikuja bila kazi? Nilikuwa sina kazi, lakini Sapi. tukakutana na mtumishi wa Mungu, lakini kuna kazi nilikuwa nimeapply ya kwa government. Sapi. Je, ulipokuja huku uliweza kupata hiyo kazi? Nilipokuja huku uliniombea, alafu ikahappen siku moja sikuwa na chakula. Nikaenda kuona babangu kazini. Hiyo siku tukakutana na sekretari wake, nikapata watu wamenishangilia wananiuliza how was the interview. Nikashangaa juu sikufanya interview na sikujua kama kuna mahali kuna interview. So nikawaambia sijafanya. Wakaenda wakatafuta gazeti, nilikuwa gazeti, wakanionyesha, nikaona nilikuwa supposed nifanye interview true, na sasa tuko saa 10 imeisha. Sapi. Basi baada ya kuomba umeenda kusalimia baba yako kwa kazini kwake, ukaenda ukakuta wakishangilia kwa sababu ulikuwa shortlisted kwa gazeti ya kwamba unastahili kufanya interview, lakini ukawa au umefanya hiyo interview kwa sababu umeona hiyo gazeti. Je, kulitendeka nini? So nilienda babangu akaulizwa, sasa yeye alikuwa mkubwa analetewa gazeti, lakini hiyo sikuwa kusoma au kuona jina kuona kitu. So akaniambia hiyo imepita, sasa wacha tungoje tu ingine juu hakuna kitu anaweza fanya. Lakini nikitoka hapo nilisema kesho lazima nitafute mahali wanafanyia hiyo interview. Sikujua kama kuna interview tu ama nini, lakini kwa na feel lazima nione na nijue ni wapi. So nikaenda nikiulizia Public Service Commission iko wapi. Nikapata mtu akanionyesha ile building ya Public Service, nikaangalia gate. So by 7:30 nilikuwa kwa ofisi. Lakini nika confuse building ya Public Service na Harambee the Office of President. Nikaingia huko wakaniambia kwa hakuna interview. Nikaonyeshwa Public Service, wakaniambia hawajasikia mahali kuna interview. Lakini ikatokelezea mama mmoja anateremka stairs, akasema amesikia interview KICC 18th floor. So nilikuwa tu kasichana, askari akanipeleka KICC, akanifinyilia lift, nikaenda 18th floor. 18th floor nikakutana na mtu alikuwa ameshika gazeti na karatasi. Nikauliza what is your name, nikasema Consolata, nikapata wameniwekea star. Nikaulizwa kwa nini huku kuja interview. Nikawaambia sasa ndio nimepigiwa simu, nimeambiwa kuna interview. Sasa ikakuwa ngumu. Wakaniambia acha tukupeleke kwa ofisi tuone venye unaweza saidiwa.
So venye niliingia kwa ofisi nikaingishwa kwa director mmoja, akaniuliza swali moja, nani amenituma nikuja kumharibia kazi? Kamwambia mimi sijatumwa na mtu, nimekuja tu kuangalia mambo ya interview. So kukaa hapo, ananifukuza nje, narudishwa tena, narudishwa. So mara ya mwisho akaita security, wakasema nitolewe nje. Alafu kulikuwa na watu walikuwa nafanya interview. So watu wakasema hapana, msimfukuze. Acha tumpee chance. Akipita ni sawa, akianguka ni sawa. So Mungu akanifungulia mlango. Juu tulikuwa tumeomba na bishop, akaniambia nisiongope, niende. Nikapewa chance, nikafanya interview. Amen. Basi ninakumbuka ukinielezea kwamba jina lako limekuwa pale na ukuweza kufanya interview, na tukaomba na tukaamini na ukaenda na Mungu akatenda vile umesema na hatimaye ukafanya interview. Je, ulipita interview? Nilipita interview. Ulipata kazi? Nikapata kazi. Yes. Nikapata Minister of Agriculture, ndio ilikuwa starting point yangu. Nikatolewa hapo, nikapelekwa service, hiyo Public Service Commission. Nikafanya, nikatolewa tena, nikapelekwa tourism. Nikafanya, nikatolewa tena, nikapelekwa Lands State Department for Housing and Urban Development. So nimefanya kazi tena, wakanituma Minister of Education, State Department for TVET. Sapi. Basi hakika Mungu amesimama na wewe, kwa sababu ulikunja bila kazi na sasa unafanya kwa serikali ya Kenya. Hivyo basi baada ya hiyo kuna mambo mengine Mungu amekutendea wakati ule ulikuwa msichana. Je, uliolewa? Mungu amenitendea, amenibariki na familia, nimeoleka, niko na bwana na watoto 3. Firstborn anaenda form 4 next year. Niko na msichana, niko na mtoto wako hapo. Yes. Amenibariki, niliama Nairobi nikaenda Machakos Junction, ndio nimejenga. Amenibariki mjini na mashambani. Huku niko na manyumba, niko na nyumba nyumbani kwetu na Junction mahali naishi. Sapi. Kwa hivyo Mungu amekubarikia mjini na mashambani. Zaidi ya hiyo, una watoto, wamepikia wapi? Yule mkubwa amepikia wapi kwa masomo? Ule mkubwa sasa anaingia form 4 next year. Sapi. Hiyo ni vizuri sana. Ungeshauri mtu ambaye hajaokoka na ana kanisa afanye nini? Ushauri wangu kwa mwenye hajaokoka ama mwenye anasikia amebakisha, Jesus does not disappoint. Ukiingia kwake kila kitu inakuwa smooth. Kama sasa nimekuwa na challenge, ofisi yenye nimetumwa imekuwa na challenge, ni ya watu wakubwa, alafu niko mtoto. So wananiitanga kasichana. Tukienda meeting hawataki niongee, lakini so nimepata favor na PS. So mimi mdogo tunaanzanga na mimi naitangwa Koni. So instead ya Consolata wananiita PS, ananiita Koni. So before Koni aongea hakuna mtu mwingine ako supposed kuongea, naanza na mimi juu mimi ndio mdogo. Yeah. Kwa hivyo umepata kimbari hata kwa wakuu. Nimepata kibali hata kwa wakuu. Na Naona wananichagua, nasimamia ka project, unasimamia ka kitu. So imekuwa challenge juu niko na watu wanaenda kuretire, wanasema hiyo chance ni yao. Niko na watu wengine wamesoma, wanasema hapana, hii kazi ni yetu. Lakini Mungu nimemuona tu ni mwema kabisa. Amen. Ni vyema sana. Kwa hivyo basi kwa hiyo safari umetembea toka ukiwa msichana kaingia kwa kanisa hii, Mungu akakufungulia njia, ukapata kazi, Mungu akakufungulia njia, ukapata mume, Mungu akakufungulia njia, ukapata watoto na watoto wako wamesoma, na zaidi yote Mungu amekuinua hata pale kazini na hata akakupatia kibali. Hivyo basi ni vyema uendelee hivyo na Mungu kumtumikia na kumwishia, naye atakuzindishia wema wake kila wakati. Bwana akubariki Consolata.
Amen. Mi naitwa Caroline Kara, nimeokoka. Yesu ni Bwana na ninamshukuru katika yote. Sapi. Na ulikunja kwa kanisa ili ya Arise and Shine Gospel Center mwaka gani? Nilikuja mahali hapa mwaka wa 2013 ambapo nililetwa na aunti yangu na nimeona Mungu mahali hapa. Sapi. Baada ya kuwa uletwa na aunti yako hapa, ulikuwa katika hali gani nyakati hizo? Nikiletwa na aunti yangu mahali hapa, nilikuwa katika hali mbaya, nilikuwa chini kabisa. Nilikuwa nimepoteza biashara zangu zote, nikawa nimepoteza hata nyumba ya kuishi, so nilikuwa nimepewa makao na aunti yangu, ndio nilikuwa naishi naye. Sapi. Kwa hivyo hata nyumba hukuwa naye, hukuwa na kazi, na kweli ulikuwa chini. Baada ya kuletwa na your aunt Grandis hapa, je, uliendeleaje? Maisha yaliendelea kuwa yako chini ama yalibadilika? Kusema ukweli, vile nililetwa na aunti yangu hapa, nilikuwa tu nimetia bidii ya kuja maombi, na mtumishi nawe akawa amenipokelea vizuri. Nikisema tu nakuja maombi, ananiambia kuja tuombe, na ilichukua only 3 months Mungu akaleta Destiny Connector kupitia kwa haya madhabahu. Na kupitia hiyo njia nikarudi bado kwa mtumishi, nikamwambia huyo mtu ako na shida, ilikuwa katika poti ya Mombasa, na mtumishi wa Mungu akaniambia kuna mtu anajua mahali pale. So kutoka hapo mtumishi wa Mungu akapigia huyo mtu simu, akamuelezea ile shida ilikuwa, na kwa sababu huyo Destiny Connector na yeye alikuwa amenishikanisha na Afore na mwenye alikuwa ameshikiwa mzigo port. So nilienda kupitia kwa mtumishi wa Mungu, tukakutana na huyo mkubwa wa port, na ndio nikaweza kukutana na huyo foreigner, na kutoka hapo mambo ikaanza kubadilika. Sapi. Aya, kutoka wakati huo mpaka saa hii unaweza kuhesabu mafanikio aina gani ama mafanikio mangapi Mungu amekufanikisha, kiwango gani kutoka wakati ulipoanza kunja kwa kanisa ili umepikia wapi kwa sasa? Ni mambo gani unaweza kutanja Mungu amekutendea? Kusema ukweli, tangu nikanyange haya madhabahu, maisha yangu ilibadilika. Kwa sababu kutoka 2013 ikifika mwezi wa 9 ndio nilipata kazi mahali hapa, na kutoka hapo maisha yangu yakabadilika. Kitu ya kwanza, nilikuwa na spirit of rejection. Vile niliombewa na mtumishi nikapata kibali, na nilipata kibali ya maajabu. So wakati nilipata kazi ilikuwa ni kazi ya sales. Mungu akawa amenipatia kibali ya maajabu, kwa sababu nilikuwa nafanya sales zingine mpaka mwenye kampuni anashangaa. Anatoka China akifika hapa Kenya ananipa zawadi kuliko wafanyikazi wengine, kwa sababu Mungu alikuwa amenipatia kibali. So sikukaa muda mrefu, 2014 nikapata makao yangu kwa sababu Mungu alikuwa amenibariki. So nikaweza kurent nyumba yangu na nikaanza kuishi kivyangu. Zaidi ya yote nashukuru Mungu juu nilianza chini, nyumba kidogo, lakini haikuwa kidogo sana kwa sababu Mungu alinianza na 1 bedroom. Na sasa ameenda kininua kutoka utukufu hadi mwingine mpaka sasa Mungu imefika mahali akanibariki na nyumba ya 3 bedroom. Amen. Je, kuna kitu kingine unaweza kusema umeachieve, either shamba ama gari ama vitu vingine ambavyo unaanza kusema Mungu amekupatia? Hakika nimeona Mungu, kwa sababu kupitia tu kwa haya madhabahu na kuombewa sana na mtumishi na kufunguliwa, niliweza kupata shamba. Mimi ambao sikuwa na mahali pa kukaa, nimepata shamba hapa mjini na ninashukuru Mungu. Kutoka hapo kuna project bado iko on the process. Nashukuru Mungu, na nikiwa tu mahali hapa ika happen tu, nikiwa tu hiyo kazi ya sales nikapata kibali, nikapatana na foreigner mwingine na tukakubaliana, tukafungua kampuni. So sasa sijaajiliwa na mtu, sasa mimi ni director kwa kampuni. Na kupitia kwa haya madhabahu
nimeweza kupata gari mahali hapa. Nimeona Mungu akitenda makuu, na nikija kwa hii kanisa nilikuwa single mother. But kupitia kwa haya madhabahu Mungu alinibariki na ndoa ambayo ni halali. Amen. Basi nimesikia yale Mungu amekutendea, na ungependa kuambia anje wale ambao hawajaokoka, hawajamjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaoishi maisha ya dhambi huko nje, unaweza kuambiaje kuhusiana na jinsi ambavyo Mungu amekutembea na wewe na mahali amekupikisha ukiwa kanisani, mambo yale yametendeka katika maisha yako? Unaweza kumwambia mtu huyu ambaye anahangaika huko nje afanye nini? Mimi ningetaka kuhimiza hao watu ambao wanateseka huko nje, wewe mahali popote pale upo, kitu ya kwanza ningekuomba utafute uso wa Mungu, ukuje mahali hapa, uombe pamoja na mtumishi wa Mungu, utumbu dhambi zako zote na makosa, upate kuokoka na kuitwa mwana katika ufalme wa Mungu. Na kutoka hapo uanze kufuatilia yale maagizo ambayo mtumishi wa Mungu Bishop Yandi anakupatia. Akikwambia kuja siku fulani tuombe, wewe tii tu, kuja uombe na mtumishi wa Mungu, kwa sababu kuna mambo anajua katika ulimwengu wa roho, na najua mkiomba Mungu atakufungua na njia zako zitafunguka na utatendewa na Mungu, kwa sababu mahali hapa Mungu anainua kutoka kiwango ya chini kabisa, na hapa Mungu hana limit ya kubariki watu wake. Amen. Basi umbarikiwe sana na waendelee kuinuliwa na Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu umejitolea kumtumikia na kumwishia, atakuzidishia wema wake. Mungu Bwana Yesu akubariki. Amen. Basi weka mic on. Je, kwa majina yako kamili? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Edwin Chalo Mangangi. Sapi, Edwin Chalo. Je, umezaliwa mara ya pili? Nimezaliwa mara ya pili, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Swali la pili, je, ulikunja kwa kanisa hili la Arise and Shine Gospel Center mwaka gani? Kwa kanisa hili nilikuja mwaka wa 2020 wakati kulikuwa na msimu wa corona, na kutoka nikuje mahali hapa naweza shuhudia Mungu amenitendea na amekuwa mwema. Sapi. Ni mambo gani ambao tangu uingie kwa kanisa hili Mungu amekutendea unaweza kuyatanja? Jambo la kwanza, nikikuja mahali hapa sikuwa na kazi. Nakumbuka mwenye alinileta mahali hapa ilikuwa inafika siku zingine anakosa kuniona kwa kanisa, ananiuliza mbona hukukuja kanisa? Ninamwambia leo nilikosa sandaka. Ananiambia ukikosa sandaka kuja kanisani nitakupatia sandaka. Alikuwa ananipatia sandaka, na nikakaa hapa mwaka wa 2020 nikitafuta kazi. Mara zingine nilikuwa natoka Pipeline mpaka Baba Dogo nikitembea mguu ili kutafuta kazi, ninarudi jioni nimekosa. Mara zingine hadi ninafungiwa nyumba. Lakini wakati uwe wa corona ilifika wakati watu wakisema makampuni zinaenda kufungwa, hakuna kazi, na ni kweli makampuni zingine zilikuwa zimefungwa, lakini nilikuja kupata kazi kwa neema ya Mungu hiyo mwaka Disemba ya 2020. Safi. Tangu upate kazi hiyo mpaka leo umeendelea kufanya kazi ama kazi iliisha ukakaa bila kazi sasa? Naweza sema kutoka nipate hiyo kazi haijawahi isha wala kusimama, ama nikapatana na mikosi za kuambiwa ati umefanya hivi ama makosa vitu za aina hiyo. Kazi yangu imekuwa very smooth. Safi. Ungependa kumwambia nini yule mtu ambaye hajaokoka, na pia kuhusiana na kanisa hili unaweza kusema nini kwa yule anayekaa huko nje, asiyekuwa na kanisa, asiyekuwa na mchungaji,
asiyemwabudu Mungu, huyu mtu unaweza kumwambia fanye nini sasa? Himizo langu kwa wewe ambaye unatesekea kule nje, hauna mtumishi wa Mungu wa kukushika mkono, hauna mahali pa kuombewa, naweza kuhimiza ukuje mahali hapa. Hapa kuna msaada na ni msaada wa kweli. Sapi. Bwana Yesu akubariki, akuzindishie wema wake, aendelee kukuinua, uendelee kumtumikia, naye atazidi kujidhihirisha katika mambo makuu katika maisha yako. Barikiwe sana Edwin. Amen. One desire, Lord Almighty, on my own I cannot stand your holy presence, Lord. Be